Haleluya. Na ujumbe wa leo ni kuwa, jambo la kwanza ni kuwa tunabidi tufahamu kuwa shetani na mawakala wake wapo katika mpango wa kuipindua dunia, si ndio hivyo? Na shetani atapata kuanguka pale ambapo watu watajaa maarifa ya kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Watu watajaa maarifa ya kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Somo la leo nimelipa kichwa cha nguvu ya Roho Mtakatifu. Nguvu ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya Roho Mtakatifu. Mwenye kuandika andike nguvu ya Roho Mtakatifu. The power of the Holy Spirit. Nataka niongelee vitu vichache, hatua 3 muhimu ili kuwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Hatua 3 muhimu ili kuwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Hatua 3 muhimu ili kuwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 15. Luka sura ya 4 mstari wa kwanza hadi 15. Na Yesu ali amejaa Roho Mtakatifu, alirudi kutoka Yordani, akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani. Kwa sababu ni ndefu nitasoma, ila wewe katika somo hili andika Luka sura ya 4 mstari wa kwanza hadi 15. Ila mimi nitagusia sehemu za muhimu na mistari ya muhimu. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa kwanza anasema, na Yesu ali amejaa Roho Mtakatifu, alirudi kutoka Yordani, akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani. Bwana Yesu asifiwe. Tuko kwenye hatua 3 za kuongozwa au za kuwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Ya kwanza, hatua ya kwanza katika maisha ya mtu aliyokoka ni kujaza nini? Kujaza Roho Mtakatifu. Yesu Kristo baada ya kubatizwa, Roho Mtakatifu alimshukia, akajazwa Roho Mtakatifu. Ndo hapa anasema, na Yesu ali amejaa Roho Mtakatifu, alirudi kutoka Yordani, akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hatua ya kwanza ya kuwa na nguvu za Roho Mtakatifu, hatua ya kwanza kabisa ni kujaa Roho Mtakatifu. Hatua ya kwanza ni kujaa Roho Mtakatifu, to be filled with the Holy Spirit. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 31. Hata walipokwisha kumwomba Mungu, mahali pale walipokusanyika pakatikiswa, wote wakajaa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Bwana Yesu asifiwe. Hatua ya kwanza ni kufanyaje? Kujaa Roho Mtakatifu. Sio kwamba kujaa Roho Mtakatifu sio kwamba tayari unakuwa umeshakuwa au umesha qualify pale kuweza kumshinda nini? Kumshinda Ibilisi. Bwana Yesu asifiwe. Kumshinda nini? Kumshinda Ibilisi. Maana hata Yesu Kristo alivyokuwa jangwani, Ibilisi anajua kama yule ni mwana wa Mungu. Alimfuata na akamjaribu, akamwambia, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Ibilisi huwezi ukamshinda pasinapokuwa na roho ya kiungu pia. Ukiwa hauna roho ya kimungu ni vigumu kumshinda Ibilisi, kwa sababu Ibilisi yeye anajua. Kwanza Ibilisi anajua mbingu kuliko wewe na mimi. Yaani anajua mbinguni kuliko wewe na mimi. Kwa hiyo utawezaje kuweza kumshinda Ibilisi? Mpaka na wewe uwe na roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni changamoto kwa sasa kwamba kuwa na roho wa Mungu, tumekuwa na roho wa Mungu kwa mazoea. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hata lugha tunazokuwa tunanena lugha za kukalili, kwa sababu hizi lugha zinakalilika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Hatua ya kwanza ni kujaa nini? Kujaa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Luka sura ya 4 mstari wa kwanza, kama nilivyosema, na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu, alirudi kutoka Yordani, akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani. Hiyo ilikuwa ni hatua ya
kwanza ya Yesu Kristo baada ya kufanyaje? Baada ya kubatizwa. Na hiyo ndio hatua ya kwanza ya mtu aliyefanyaje? Aliyeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Hatua ya pili ni kuongozwa na Roho Mtakatifu, to be led by the Holy Spirit. Hatua ya pili ni kufanyaje? Ni kuongozwa. Hatua ya kwanza ni kujazwa. Baada ya kujazwa unaongozwa. Bwana asifiwe. Hatua ya kwanza ni kujazwa. Baada ya kujazwa unaongozwa. Sasa hatua ya kwanza ni kujazwa. Tukishajazwa tunanena. Baada ya kunena tunaishia pale pale. Ndio maana wakuta watu tunanena ambao tunashiriki katika nini? Katika mambo ya kidunia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tupo katika hatua za awali. Tunajua kwamba tukisha nena tayari umeshajikuta kwamba wewe umejua kila kitu, kitu ambacho sio sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kujazwa ndio kunena kwenyewe. Baada ya kujazwa kuna kuongozwa, unabidi uongozwe. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kujazwa unafanyaje? Unaongozwa. Warumi sura ya 8 mstari wa 14 hadi 17. Tunaenda kwa maandiko. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Roho wa Mungu hawezi kukuongoza wewe, umeshajazwa. Baada ya kujazwa, Roho wa Mungu unamruhusu aanze kukuongoza wewe. Sasa wengi tunakuwa tunajazwa ila tunamzuilia Roho Mtakatifu kutuongoza. Ndio maana katika makanisa au katika umoja wetu makando kando hayaishi. Inakuwa ni vigumu kutofautisha kati ya mtu aliyeokoka na mtu ambaye ameokoka. Tukikutana nje, Bwana asifiwe, mwingine anaweza akakukana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Tuongozwe na nani? Na Roho Mtakatifu. Mstari wa 15, kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yani Baba. Mstari wa 16, Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu, na kama tu watoto basi tu warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo, naam tukiteswa pamoja naye, ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna kuongozwa na Roho. Hatua ya pili ni kuongozwa na Roho. Uwezo kaniambia unaongozwa na Roho bado unavaa vitu vya ajabu. Yani hatuwezi kutofautisha kati ya mtu aliyokoka na mtu ambaye ameokoka. Kwa sababu sisi ni nuru, tunabidi tukapate kuangazia watu ambao bado wako gizani. Uwezo kaniambia sisi tusihubiri nini, sisi tusifanye nini. Sasa kama unaongozwa na Roho, unanena kwa lugha, inakuwaje unaanza kuishi ndani ya makando kando? Bwana asifiwe. Wakati mimi sijaokoka, kabla sijaokoka nilikuwa nakataa kuwa mlokole, kwa sababu nilivyokuwa yani kama tukiingia bwenini, stories zinazopigwa wale walokole ndio wanapiga zile story za watu wa dunia. Sasa utaokokaje? Na ndio maana ni vigumu sasa hivi vijana, wewe kijana, ndio maana tunaogopa kwenda kuhubiri injili za kushuhudia wewe kama wewe, kwa sababu wewe mwenyewe unajishuhudia. Sasa uhalisia sio uhalisia hivi tunapokutana kanisani. Uhalisia ni wewe, maisha yako. Bwana asifiwe. Maisha yako wewe mwenyewe ujishuhudie wewe mwenyewe. Sawa, unanena kwa lugha. Huwezi ukatishwa na mtu ananena kwa lugha. Zipo lugha za aina nyingi. Haleluya. Haleluya. Amen. Huwezi ukatishwa usitishwe na mtu ananena kwa lugha. Bali angalia matendo ya huyo mtu. Ndiyo, kunena kwa lugha ni hatua mojawapo ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Baada ya ujazo wa Roho Mtakatifu tunataka tuone matunda, kwa sababu Roho Mtakatifu akija ndani yako anakuongoza. Hatua ya pili. Baada ya hatua ya tatu tunakuja kuiona hatua ya tatu. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 18, lakini mkiongozwa na Roho hampo chini ya sheria. Mkiongozwa na Roho hampo chini ya sheria. Kitabu cha Petro wa pili sura ya 1 mstari 21, maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya wanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Tunabii tuongozwe na nani?
na Roho Mtakatifu katika yote. Bwana Yesu asifiwe. Hapo hatutopotea. Hatua ya tatu na ya mwisho. Hatua ya tatu baada ya kujazwa, ya pili unaongozwa. Alafu unaongozwa kufanya nini? Unakuwa unaongozwa katika kuyanena yaliyo ya Bwana. Alafu hatua ya tatu ndio nguvu za Roho Mtakatifu zinatulia na kukaa ndani yako, kwa sababu umekubali uongozi wa nani? Uongozi wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. The power of the Holy Spirit. Hatua ya tatu, Luka sura ya 4 mstari wa 14. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho Mtakatifu, akaenda Galilaya, habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Yesu alifanyaje? Ya kwanza alijazwa, Yesu mwenyewe. Ya kwanza alijazwa, akaongozwa. Ya pili, Bwana asifiwe. Ya pili akafanyaje? Akaongozwa. Ya tatu alivyoshuka, akashuka na nguvu za nani? Za Roho Mtakatifu. Sasa angalia, kwa sasa tunanena ndio, lakini sasa mbona nguvu hazipo? Ndio tunanena, lakini sasa mbona nguvu hazipo? Nguvu hazipo kwa sababu tunakataa uongozi wa Roho Mtakatifu. Anaweza asifiwe. Tunakataa uongozi wa nani? Wa Roho Mtakatifu. Yaani wewe ukasema mimi nataka nijaze Roho Mtakatifu, nataka nijaze Roho Mtakatifu. Wewe ukishajaza Roho Mtakatifu na ukiwa unaongozwa na Roho Mtakatifu, hauwezi ukatulia hapa tulipo au kakaa katikati ya watu ambao wanafanya mambo ya dhiaka, kwa sababu Roho Mtakatifu mwenyewe atakuwa anakushuhudia. Hauwezi ukakaa na kutulia unaona yani watu wanapotea baada ya kwenda kuhubiri. Lazima utashuhudiwa ndani mwako ukahubiri Injili. Huko ndo kuongozwa na Roho Mtakatifu. Uwezi ukasema ninataka Roho Mtakatifu. Kazi ya Roho Mtakatifu nini? Kufanya kazi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unataka ujazo wa Roho Mtakatifu na nena kwa lugha, bado umetulia hapa. Yani ndio umejaza lakini haujaongozwa na Roho Mtakatifu. Haujajaza, hauna nguvu za Roho Mtakatifu, kwa sababu nguvu ya Roho Mtakatifu ikitulia ndani mwako, yenyewe ndio inakwenda kuongoza. Inakwambia, ili unaongozwa, nenda kwa ubiri Injili. Inakuongoza, nenda kufanya jambo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa wakati huu tunamzuilia Roho Mtakatifu. Ibada zimekuwa ni ibada za, yani ibada zimekuwa ni ibada sio za Roho tena kwa sasa. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tukakubali uongozi wa nani? Wa Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Warumi sura 15 mstari wa 13 na 19. Basi Mungu watumaini na wajaze ninyi furaha yote na amani katika kuamini, mpate kuzidi sana kuwa na tumaini katika nguvu za Roho Mtakatifu. Yaani uwezo ukashinda uzalimu wote bila kuwa na nguvu za nani? Uwezo ukashinda udhaifu wote bila kuwa na nguvu za nani? Uwezo ukashinda kitu chochote bila kuwa na nini? Nguvu za Roho Mtakatifu, kwa sababu huu mwili una vinasaba. Huu mwili una vinasaba vya uongo. Huu mwili unatamani. Uwezo ukashinda huu mwili bila kukubali nguvu na kuongozwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilikuwa na beti mimi. Yaani bila Roho Mtakatifu nisingeacha kubeti. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kiasi cha kwanza na beti ada yangu ya kwenda shuleni, bila kuwa na Roho Mtakatifu nisingeacha. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nawashuhudia kwa sababu ushuhuda ndo inabidi wajenge. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilikuwa na, yani hizi sijui kuwa na wasichana nini, nilikuwa napenda sana, lakini bila kuwa na Roho Mtakatifu huwezi ukayaacha hayo makando kando. Bwana Yesu asifiwe. Ila ukikubali uongozi wa Roho Mtakatifu, yani wewe mwenyewe unaanza yani unashangaa mbona unataka kujitenga. Yani hakuna mtu atakayekuja kukuhubiri wala kufanyaje, labda uongozi wa Roho Mtakatifu tu basi. Yani hata hivi ninavyosimama kuwahubiria nyinyi, Bwana Yesu asifiwe, yani bila kuwa na Roho Mtakatifu huu mwili uwezo kaushinda. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa kufupisha, hayo tu ninawaasa. Kwanza mmejazwa, mkubali kujazwa. Kama hujajazwa ukajazwe. Na ukishajazwa, kubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Baada ya kuongozwa, katika kuongozwa huko kisha kubali kuongozwa na Roho Mtakatifu, nguvu zitakujia. Hizo nguvu za kushindako ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa hayo machache nipende kushukuru kwa sababu pia kuna ndugu zangu na wao kama wana jambo lolote
wakapate kusema. Bwana Yesu asifiwe. Basi tumshukuru Mwenyezi Mungu. Nishukuru kwa ajili ya neno. Mwenyezi Mungu, wewe ambaye unapata kuyachunguza matendo yetu, unapata kuchunguza viuno vyetu na nyoyo zetu, Jehova Baba, nasema asante katika yote Baba. Hakika tunakubali ujazo wa Roho wako na uongozi wa Roho wako Baba, na nguvu za Roho wako daima Baba, ukapate kutujalia ili daima tukapate kushinda ulimwengu, ili daima Baba tukapate kutangaza kwa ushindi zaidi, tukapate kukutetea Yesu Kristo, maadamu wewe ulituagiza tukafanya kazi yako, na tayari tumeshapata wokovu. Bwana Baba, tujalie neema yako na baraka zako, maana hii ni neema ambayo tumepata bure Bwana, nasi yastahili na tunastahili tutoe bure. Baba, nalimili jina lako na kulitukuza jina lako daima, tunaliweka neno lako mioyoni mwetu ili tusikutende dhambi. Baba, asante, na ukazidi kuonekana zaidi hata katika wengine ambao wanakuja kusimama mahali hapa, ukazidi kuwasemesha